Nataka kuchukua nafasi kushukuru Mungu kwa nafasi nyingine ametupa kuishi siku ya leo. Maana si rahisi na si kwa uwezo wetu, bali ni kwa neema ya Mungu tuweze kuishi siku ya leo na tuweze kuona siku kama hii ambayo Mungu ameipenda tuweze kuona. Najua sisi zote tunalia kwa kumpoteza mchungaji Reverend Chepkwony, lakini naamini Mungu bado yuko katika enzi na anatawala na ako na kusudi katika maisha yetu. Baada ya restoration, after going through the series of restoration, I want this morning to introduce the book of Micah. Wengine wanaita Mika. Na Mika, the word ama jina la Mika linamaanisha who is like God. Amen. Wakati unasikia Mika, anybody akikwambia, ukisikia mtu anaitwa Mika, anauliza ni nani aliye kama Mungu. And Mika is named after Angel Michael. Wengine wanasema Mikaia. And in the process as we go through, tutaendelea unveil more details about this great man Mika, ambacho kitabu cha Mika kiko named after him. So wakati huu wote kuanzia sasa, as we go through the 7 chapters of Mika, verse after verse, you realize kila mtu ambaye anasoma pale atakuwa anajaribu kuelewa when the Bible is saying who is like God, ni nani kama Mungu. It's a great title ama theme yenye tutaenda through in this book of Mika. Now, Mika was written by Prophet Mika, na iko very clear in chapter 1. That is chapter 1 verse 1. Imeandikwa pale. And then date of writing the book of Mika was likely written between the year 735 and 700 BC. Makusudi, ni nini lengo la kuandika kitabu cha Mika? The message of the book of Mika is a complex mixture of two things, and this is judgment and hope. Mika anapoandika hiki kitabu, remember, is writing to the people of Judah in a small village ambayo inaitwa Samaria, and that is where Bethlehem is. So kuna mambo mawili yanajitokeza pale, very strong, a mixture of judgment and hope, hukumu pamoja na matumaini. On the other hand, on the one hand,
the prophecies announces judgment upon Israel, social evils, corrupt leaders and idolatry. Vitu vitatu ambavyo tuliangalia kwa kitabu cha Habakuk ambacho pia bado Mika ana address. Remember, Mika is addressing Judah, lakini anazungumza kutoka Bethlehem ama Jerusalem ama Samaria. Israel is condemned for social evils ambazo zinafanyika pale. One of them is corrupt leaders and idolatry, kuabudu miungu mingine. This judgment was expected to culminate in the destruction of Samaria and Jerusalem. So tunapoendelea kujifunza tutagundua kwamba hiki kitabu cha Mika kimeandikwa kwa muundo kama ule wa Isaia. Lakini Isaia anapeana more details about the political life of this book of Isaia than Mika. Lakini wanaandika kwa njia yenye ni same. The purpose of writing this book, on the other hand, the book proclaims not merely restoration of the nation, but the transformation and exaltation of Israel and Jerusalem. Now, tumesema hiki kitabu kinaongelea mambo mawili, hukumu na matumaini. But judgment comes before hope. So judgment itakuja, alafu deliverance will come later. So the message also gives a hint on restoration of Samaria, of Jerusalem, of Israel, and Judah as a whole. So the restoration of the nation and the transformation and the exaltation. Vitu vitatu. Wanapata urejesho ambao tulifunzwa wiki tatu zilizopita. They are restored according to the book of Jeremiah. And then after they are restored, they are transformed. Na baada ya kuwa transformed, wanainuliwa. They are exalted. So after restoration, there is transformation and then exaltation of Israel and Jerusalem. The message of hope and doom are not necessarily a contradictory. However, since restoration and transformation takes place only after judgment. So haya mambo yote ambayo yanafanya Samaria na Israel ikuwe judged, and this is idolatry, corrupt leaders, na other prophets and men of the cloth also are condemned in the book of Micah. Lakini kitu kikubwa ni kwamba kuna urejesho. Na huu urejesho ambao unakuja ni mahali kuna matumaini. Watapitia hukumu. They will be judged. But again, they will be restored and then they will be transformed. Kuna verses karibu 4-3 ambazo ni very key. Tukisoma the book of Micah, hatutaweza kuziepuka. And I want us to go through Micah chapter 1 verse 2. Inasema hivi, "Hear, O people, all of you. Listen, O earth, all who are in it. The sovereign Lord may witness against you, the Lord from the holy temple." God witnessing against us is judgment. Wakati Biblia inasema kwamba Mungu atatoa ushuhuda kuwahusu kinyume na nyinyi, hiyo ndio hukumu ambayo tunaongelea. Chapter 5 verse 2 inasema, "But you Bethlehem Ephrath, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be a ruler over Israel, whose origin are from old, from the ancient times." Kuna kitu tutaangalia, the four shadows. The four shadows tukimaanisha kwamba what is Micah speaking about the New Testament teaching. Ukisoma chapter 5 verse 2 inaongelea Yesu Kristo, and this is now what brings hope to us, kwamba ndio Bethlehem wewe ni mdogo kati ya vijiji vyote, the clans of Judah, but out of you will come for me one who will be a ruler over Israel, whose origin are from the old, from ancient times. Na ndio mnakumbuka when Jesus was being born
This prophetic message, Herod had it in mind, and they knew a king is coming. Na ndio maana walianza kupanga kufanya nini? Kumuua. And I want to thank God because we are approaching Christmas, and the book of Micah will help us understand this great birth of Jesus Christ. He has showed you, oh man, what is good and what does the Lord require of you. That is chapter 6, verse 8. The Lord requires you, one, to act justly. The Lord requires you to love mercy. And the Lord requires you to walk humbly with your God. So Micah chapter 6, verse 8, tutafika pale na tutaanza kuangalia details of this. But a summary in chapter 6, Mungu anakueleza ni nini anataka ufanye. You know, you cannot bring judgment, you cannot bring condemnation without showing a way. So Mungu anafika anawaambia, mkitaka kufaulu Bethlehem, mkitaka kufaulu watu wa Samaria, mkitaka kufaulu watu wa Israeli, lazima mtende haki. You must act justly to those injustice offered by leadership. To love mercy and to show mercy. And then to walk humbly with your God. And this is addressing sisi watumishi wa Mungu ambao wameingiwa na kiburi, wameingiwa na majivuno. Ndio anawaambia watumishi, the prophets, the priests, the Levites in Israel should walk humbly with God and stop misleading people. And we'll see that in chapter 3. Micah chapter 7 verse 18 to 19, ambayo ni very key. The book ends in chapter 7, ikiuliza verse 18, who is a God like you, who pardons sin? Now this is the hope we are talking about. There is condemnation from chapter 1, chapter 2, chapter 3. Lakini ukifika chapter 7, Mika anasema, ni nani kama wewe Mungu unayesamea nini? Dhambi. Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnants of his inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Amen? And that is now where we get our theme. Who is like God? Ni nani kama Mungu? Ingalia verse 19 vile inasema, you will again have compassion on us. You will trend our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea. Wenye wanaingianga katika sehemu hii ni memory verse ya kwamba Mungu atachukua dhambi zetu azitupe wapi? Nyuma. Atazikanyaga kwa miguu yake na atazikanyaga ziende wapi? Chini ya mchanga wa bahari. Amen. What kind of compassion is that? Ndio Mika anasema, who is like you God? Ni nani kama wewe Mungu? If I was a worshiper, a singer, I would sing this song. Ni nani kama nani? Kama wewe Mungu, mwenye unaonesha huruma. You remember when Jonah was sent to Nineveh, anaambia Mungu, mimi nakujua wewe Mungu, utanituma pale na ujumbe wa kuangamiza nini? Nineveh. Lakini mimi nakujua wewe ni Mungu mwenye nini? Huruma, utalete msamaha. And this is now the great message that we will end with the book of Micah. Niko napeana tu an overview, a bigger picture ambayo itatusaidia tukiendelea. Ukisoma from chapter 1, usijihurumie, ujue mbele ni kuzuri, maana kuna nini? Matumaini. The book summary, the prophet condemns the rulers, priests and prophets of Israel for exploiting and misleading the people. Ukisoma chapter 3 of the book of Micah, chapter 3 verse 5, this is what the Lord says. As for the prophets who lead my people astray, if one feeds them, they proclaim peace. If he does not, they prepare to wage war against him. They prepare, therefore night will come over you without visions and darkness without divination. Ukienda verse 11 inasema hivi, chapter 3 verse 11, her leaders judge for a bribe, her priests teach for a price,
and her prophets tell fortunes for money. And this is very true. And I think this scripture is very relevant even to our current society. And if we don't condemn this kind of evil even in the church, God will judge us, and God will judge us harshly. So the rulers, the priests, and the prophets who exploit and mislead people, it is because of their deed that Jerusalem will be destroyed. How sad is this? Imagine Jerusalem inaenda kuangamizwa kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wezi, wananyang'anya, hata wakitabiri wanataka watabiri kama pesa, kwa pesa. And this is exactly what is happening in Kenya. I don't want even to mention a specific person or a church, but ukifungua TV zetu siku ya hizi, utaona watu hata wameketi kwa TV, wanapeana namba, anakuambia tume 1,000, na mwenye anatume 1,000 nitampigia magoti nimuombe, na mimi naona tabu zako zikienda. Let me tell you, hope is great, and our God is a God of compassion, and our God is a God of restoration, but is a God of judgment to sin. And therefore, sisi ambao tunahubiri neno la Mungu, lazima tuseme ukweli. Lazima tuhubiri neno la Mungu. Tuache ukora, tuache wizi, tuache kunyang'anya, or else this country Kenya will be destroyed because of the priests who claim to teach the word of God, but they are false teachers of the word. This is exactly what God is saying. Kwamba Jerusalem inaenda kuangamizwa, si kwa sababu Jerusalem yote imefanya makosa, because of the leaders. Tutaangalia mambo ya Omri, baba ya King Ahab, the father of dynasty, ambaye alirule Israel for 50 years. Wakati Tibin inakaribu isound kama hii ya watu wengine, walikaa pamoja na Ahab wakapiga kura, and then the team of Omri ikashinda, ambaye ni baba ya King Ahab, anachukua uongozi wa Israel for 50 years. The Bible claims in the book of 1 Kings chapter 16, ukisoma 1 Kings chapter 16 verse 6 kuteremka, inakueleza this is the king who brought dynasty and then led Israel for a very long period of time and misleading the nation. And we have even the same problem even in our church. Mahali viongozi wanataka kuforce into leadership forever, to die even in the leadership of the church. It must be condemned. We have governments ambazo watu wamekataa kutoka hata kwa uongozi. They must be condemned because it is scriptural. Na Mungu anasema, if you will not repent, Bethlehem, Jerusalem, Israel will be condemned. It will be destroyed because of this. How sad, how painful that the people who are supposed to bring light, watu ambao wanafaa kulete neema, walete mwanga katika ulimwengu, ndio wanafanya Mungu akasirike na iangamize Yerusalemu kwa sababu ya uovu wao. It is so sad, and church, we must repent for this. The prophet Micah proclaims the deliverance of the people who will go from Jerusalem to Babylon, and concludes with an exhortation for Jerusalem to destroy the nations who have gathered against her. When we were going through the book of Habakkuk, to realize wakati vita zinaenda kupiganwa, and when you read the book of Jeremiah, I think from kuanzia chapter 20 mpaka 30 hapo, you realize wakati watu wa Juda wanaenda kupigana na Babylon, it is in the culture of Israel and Old Testament. Wakati hao watu walikuwa wanaenda kupigana, walikuwa wanaenda na vitu vingi. Others had gold, wengine walikuwa wanaenda na visu, kila aina ya mali zao. So when Babylon and Judah are fighting, this is what the Bible is saying, that Jerusalem will destroy the nations who are going to gather there. And Babylon is one of them. Babylon has come with its mighty power military. Na wamekuja na jeshi lao, wako tayari kushinda vita.
But because of King Hezekiah, ambaye amepiga magoti na kuomba na kutubu kwa niaba ya Juda pamoja na Yerusalemu, Mungu anasaidia Yerusalemu. Wanashinda vita dhidi ya Babylon. Na baada ya kuwashinda, ndio Mika anasema sasa Jerusalem, part of Jerusalem, wataenda kule wapi? Babylon, kuishi huko na kuteka pale na kukaa kama mahali pao. The ideal ruler would come from Bethlehem to defend the nation. Na hapa ndio nataka tusikize vizuri sana. Who is this ideal ruler ambaye anakuja kutetea Yerusalemu? Kuna mfalme ambaye Mika anasema atakuja, ambaye anakuja kutetea nani? Yerusalemu, ambaye anakuja kutetea Israeli, ambaye anakuja kutetea ulimwengu wote. Huyu mfalme ni nani? Yesu Kristo. This is the ideal ruler who will come from Bethlehem to defend the nation. The prophet proclaims the triumphant entry of these great remnants of Jacob and foresee a day when Yahweh will purge the nation of idolatry and reliance on military might. You see, Babylon inategemea nguvu zao za kijeshi. Lakini Mungu anawaambia iko mfalme wa wafalme anakuja, ambaye anategemea nani? Mungu, na anakuja kugonga hawa watu wote wa Babylon na wote wataangamia. Na huyu mfalme ni nani? Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wa ulimwengu, ambaye anakuja kumaliza ufisadi, ambaye anakuja kumaliza uovu hata kanisani. Maana this is what this great man of God is writing. The prophet sets forth a powerful and a concise summary of Yahweh's requirement for justice and loyalty, and announces judgment upon those who have followed the ways of Omri and Ahab. Omri and Ahab walijiundia miungu. Imagine, I've said Ahab, Omri ni baba yake, na ameongoza Israel for 50 years. So the family took over leadership for 50 years according to the book of Kings chapter 6, 1 Kings chapter 6 verse 16. Na ukisoma chapter 6 ya Mika verse 16, na ningependa tuangalie pale, inasema hivi: You have observed the statutes of Omri and all the practices of Ahab's house, and you have followed their traditions. And the traditions of Ahab, mnajua story ya Ahab? Alifanyia nini Naboth? Alimuua na kumnyang'anya mali yake. Na ndio anaambia wana wa Israeli kwamba mmefuata tabia na mitindo ya familia ya nyumba ya nani? Ya Ahab na baba yake Omri. You have observed the statutes of Omri and all the practices of Ahab's house, and you have followed their traditions. This is what the Lord now is saying. Therefore, I will give you over to ruin, and your people to derision, and you will bear the scorn of the nations. And this is a judgment that is painful that God is speaking about these people of Israel. Because now, mnajua watu wakikaa kwa uongozi for over 50 years, Omri and Ahab as a king, mpaka watu wanaamini that is their culture. And this is also not godly. And God condemns this very much. The book closes with a prophetic liturgy comprising elements of a lament. But above all, Israel confesses its sin and is assured of deliverance through Yahweh's mighty acts. Amen? Ikifika hapa, you realize something great has happened. Wana wa Israeli wametubu, wamerudi kwa njia za Mungu. Though kitabu kinamaliza na kilio, a lamentation, but it is a lamentation of confession,
and going back to God. And through this, Mungu anawaashua ukombozi. This is not salvation, but deliverance from the enemies. Deliverance from their troubles. Deliverance from all kinds of the ties that are satanic. All kinds of idolatry zenye walikuwa wamepractice. Maana walipoabudu miungu mingine, they made covenants. They were tied with covenants. And during this time, as they lament before the Lord, they receive deliverance. And deliverance that is so great that ushers them to the Messiah. Micah chapter 5 verse 2 is Matthew chapter 2 verse 6. Inasema Micah 5:2 is a messianic prophecy quoted when the Magi were searching for the king born in Bethlehem. Matthew 6:2-6 inasema hivi, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people of Israel. Amen. Imagine, Mungu ameona mahali imefika. I said Isaiah and Micah have great common literally styles. Ukisoma kitabu cha Isaiah 9 ni mstari wa 6, memory verse ya watoto wetu, kwamba mtoto atafanya nini? Atazaliwa. This is the same scripture kutoka kwa kijiji kidogo pale Juda, Bethlehem. Mtoto atazaliwa. Na huyu mtoto ni nani? Ni Yesu Kristo. These kings from the east were told that from the tiny village of Bethlehem would come forth the Prince of Peace. Tunaambiwa mfalme wa nini? Wa amani. Si ni kweli? The Prince of Peace is coming. The light of the world is coming, and that is Jesus Christ. Micah's message of sin, repentance, and restoration find its ultimate fulfillment in Jesus Christ, who is the propitiator, who brings propitiation, ambaye ni mpatanishi, ambaye anakufa kwa ajili ya dhambi zetu. And this is done for our sins. And you can read the book of Romans 3:24-25. And the only way to God, si tunajua hiyo memory verse, John 14:6, that Jesus Christ is the only way to who? To God. Yeye ndio njia, kweli na uzima. So Micah is telling us, ndio mumeenda through all these things. Mungu ameona kwamba hawa wafalme, hawa makuhani hawawezi kusaidia ulimwengu, maana wamekuwa wafisadi. Wacha mimi nimlete nani? Yesu Kristo aokoe ulimwengu. Na hawa waovu wanaposikia Yesu anakuja, they want to kill him. Unaona, yani mko wabaya kiwango chenye mfalme wa amani anazaliwa, but the king who is seated at the throne at that time anasema no way Jesus will survive, he must die. But he never died. And that is why today mimi na wewe tuna uhuru na nguvu ya kutangaza neno la nani? La Yesu. What does this book mean to us? God gives warning so we will not have to suffer his wrath. Mungu anapeana maonyo. Hiyo ni maonyo kweli, warning. God gives a warning sign. Ukitembea kwa barabara ikuambie bumps ahead, inakuambia nini? Kuna hatari mbele, slow down. So when God is giving warnings in the book of Micah, anataka sisi tusiangamie. And this is so great. And that is why Bethlehem, that is why Jerusalem in Judah hawakuteseka, hawakuangamia kwa sababu walitubu. So when the message of God comes with harsh judgment, it is a warning to us to tubu, to avoid destruction. Number 2, judgment is certain if God's warning are not heeded and his provision for sin in the sacrifices of his son is rejected.
For the believer in Christ, God will discipline us, not from hate, but because he loves us. Amen. Hukumu ipo. Hukumu inakuja. Na hukumu inakuja kutuangamiza kama hatutatilia serious maonyo ya Yesu Kristo. Lakini Mungu atatuadhibu, si kwa sababu atupendi, lakini kwa sababu anafanya nini? Anatupenda. Therefore, take seriously what the word of God says. Judgment is there, and judgment is coming. Number 3, he knows that sin destroys, and he wants us to be whole. Mungu anajua dhambi inaharibu. Shetani anakuja kuiba, kuharibu na kuua, lakini Mungu anataka tuwe wakamilifu. This wholesome, which is the promise of restoration, awaits those who remain obedient to God. Those who remain obedient to the cross. Hata kama maisha ni ngumu, hata kama kuna nini, kuweni watiifu, remain faithful, remain loyal, remain obedient to the cross, to Jesus Christ. Hata kama kuna uzito aina gani, remain obedient. I want to finish with that. But keep this in mind. Who is a God like you, who pardons sins and forgives the transgression of the remnants of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. That is our God. Tusisahau maisha yetu yote. Mungu anajua dhambi inaharibu, na anataka tubaki wazima. But above all, sahau kila kitu, lakini usisahau kubaki kuwa mwaminifu kwa nani? Kwa Mungu. Let us remain faithful and obedient to God, come what may. Mimi nimeamua kuwa mwaminifu kwa nani? Kwa Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru na kukupa sifa. Asante kwa sababu umetupa kanisa kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo, ambaye alikuja kutuokoa kutoka kwa mikono ya mwovu Shetani pamoja na watawala waovu. Na wanyakati hizi Jehova, tunafaa kusimama imara na kutii neno lako na kukufuata hadi kifo, maana wewe ulikufa msalabani kwa sababu yetu. Naomba Mungu uweze kutusaidia, tuelekeze kanisa sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na neno lako, na tuweze kufanya makusudi yako katika madhabahu yako matakatifu. Tunaomba Mungu kwa sababu ya kanisa lako nchini na duniani, libariki na ulielekeze vile ambavyo ungependa kanisa lako lisimame. Baba, tunapoendelea kulia, tunaomba faraja ndani ya mioyo yetu. Tunaomba Mungu matumaini. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji mwelekeo wako, tunahitaji nguvu kutoka kwako. Baba, tusaidie. Na zaidi ya yote Jehova, tunalia kama wana wa Yerusalemu, kama watu wa Juda, tukitubu Mungu makosa na dhambi, ili Baba utuokoe kutoka kwa minyororo na nira za mwovu Shetani, ili Baba tuweze kusimama imara na kutangaza neno lako na kuendelea kushuhudia ukuu wako. Tubariki sisi zote, na hata vipindi ambavyo viko mbele yetu uweze kuwa pamoja na sisi. Tunapoenda kutoa matoleo yetu, tunaomba Mungu uweze kuyabariki na kuyapokea. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen.